السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muminin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu kiwango cha juu cha ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mifano yake mitakatifu na nasaha zake na miongozo yake kwa waumini. Leo pia nitaendeleza mada hiyo hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatamani kutufikisha kwenye viwango gani vya ukweli? Kuhusu hiyo inapatikana katika riwaya moja. Hafs bin Asim anasimulia ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba alama hii inatosha kuthibitisha kuhusu uongo wa mtu, kwamba yeye aendelee kueleza kwa watu jambo lolote alilolisikia. Sasa muone tabia kama hiyo inapatikana kwa watu. Hata katika jumuiya baadhi ya watu wana tabia hiyo. Baadhi ya watu wananiindikia kuhusu mtu fulani kwamba amefanya hivi na vile, na tahqiq inapofanywa jambo linakuwa batili, na mwenye kuindika akiulizwa kwamba nani alikuambia jambo hili ni batili, anasema kwamba nilikuwa nimesikia, na kwa kusikia tu wanapiga kelele duniani. Watu wa namna hii wanapaswa kutafakari kwamba watu wa namna hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kuwa waungu. Kisha katika riwaya moja inapatikana Aisha anasimulia kwamba maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakichukia sana tabia ya uongo. Mtu fulani akisema uongo mbele ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, jambo hili lilikuwa likibaki moyoni mwake. Alikuwa akijua kwamba amesema uongo, na alikuwa anahisi uchungu sana, na alikuwa anahisi huzuni na kuliweka moyoni, hadi alikuwa anajua kwamba mtu huyo ametubu, amejirekebisha na amejiepusha kabisa na tabia hii ya kusema uongo. Katika riwaya moja inapatikana hat Asma anasimulia kwamba mwanamke mmoja alimjia Nabii sallallahu alaihi wasallam na alisema kwamba nina mwanamke ambaye ni mke wa pili wa mume wangu. Sasa je, ni sahihi kwamba mimi nieleze mbele yake na nidhihirishe kwamba mume wangu ananipatia vitu mbalimbali, vitu ambavyo hakunipa? Nia yangu ni kumuuzi tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mtu ambaye anadhihirisha kitu fulani ambacho hakupewa ni mtu ambaye ni mwenye kuvaa mawazi mawili ya uongo. Nia yake ilikuwa ni kumuuzi mwanamke mwenzake. Mtume alisema kwamba jambo hili si sahihi, na katika maelezo imeandikwa kwamba neno la mavazi limetumika kama mfano. Maana yake ndiyo hii kwamba mtu huyu ni mwenye kusema uongo na ni mzushi. Huyu amevaa mawazi mawili, moja amefunga juu na vazi
lingine amelitumia kama kikoi, yani kuanzia kichwa hadi miguu ni mtu mwongo. Hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa nasaha ili kuepukana na uongo. Riwaya moja inasema hivi, Abdullah bin Amr anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mtu akiwa na tabia nne anakuwa mnafiki kamili, na mtu ambaye akiwa na alama moja tu kati ya alama hizi atakuwa na alama na chembe cha unafiki mpaka aiache. Akiwekewa amana anafanya hiana, na anaposema jambo fulani anasema uongo, anapoahidi anavunja ahadi, na anapobishana na watu anaanza kuwatukana. Hayo ni mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine ni yenye kumpeleka mtu katika swala la uongo. Yani vitu hivi na mambo hayo yanazuhirisha uongo. Hivyo mapungufu hayo ya kihulka ni alama ya unafiki. Sasa kwa kuweka mbele miongozo hiyo, yatupasa kujichunguza kwamba kwa kiasi gani sisi tuna mapungufu hayo, kwani vitu hivi kisha vinampeleka mwanadamu kwenye unafiki, na mtu hapendi kuitwa mnafiki. Kisha kuhusu wale wanaosambaza mambo yasiyofaa na ya uongo, mtume ametoa onyo kali. Katika riwaya moja inapatikana hivi, Samura bin Jundab alisema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa akiwauliza maswahaba zake kwamba je, moja wao ameona njozi na ruya. Samura anasema kwamba mtume alikuwa anawauliza maswahaba, na kisha watu ambao Mungu alikuwa akitaka walikuwa wanamsimulia, yani wale walikuwa wanaona ndoto walikuwa wanamsimulia. Siku moja wakati wa asubuhi mtume alisema kuhusu dhati yake kwamba usiku wa kuamkia leo nimeona manzari, watu wawili walinijia na wakaniamsha na wakasema kwamba uondoke pamoja nasi. Nikaenda pamoja nao, wakaenda kwa mtu fulani ambaye alikuwa amejilaza chini, na mtu mwingine alikuwa amesimama karibu yake akishika kipande cha chuma, na alikuwa anaingiza kwenye mdomo wake, na alikuwa anachana mashavu yake hadi shingo yake. Alikuwa anachana pua yake na jicho lake hadi shingo yake kutoka kwa upande mmoja, na kisha alikuwa anaelekea upande wa shavu la pili. Baada ya kufanya upande wa kulia alikuwa anafanya upande wa kushoto, na alikuwa bado hamalizi, ndipo shavu lake lilikuwa linapona, shavu ambalo alikuwa amelichana. Kisha alikuwa anakuja tena na kulichana na kulipasua tena. Alisema kwamba nilisema subhanallah. Mtume alisema subhanallah, watu hawa ni kina nani? Wao walisema kwamba usikilize, tunakuambia uhakika wa kweli. Mtu ambaye ulikuwa umeenda kwake, ambaye shavu lake na pua yake na jicho lake lilikuwa limechanwa na kupasuliwa hadi shingo yake, ni mtu ambaye asubuhi anatoka kutoka nyumba yake, anatengeneza jambo la uongo na anasambaza habari za vumi kwa watu, na anazungumzia mambo yasiyofaa kuhusu watu. Baadhi ya watu wanazungumzia ili kupata ladha ya ulimi tu, na saa nyingine wanaeleza na wanazungumza ili kumzalilisha mtu katika jamii. Katika hali yote iwayo wanazungumza ili kuwapatia watu madhara. Watu wa namna hii wanapaswa kukumbuka kwamba jambo hili ni lenye kuulizwa. Mwenyezi Mungu anawakamata, anawapa adhabu. Hivyo ni jambo la kuchukua tahadhari na kuna haja ya kufanya istighfar. Riwaya moja nyingine imesimuliwa na Abdullah bin Haris. Huyu amefikisha riwaya hii hadi Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam alisema kwamba mtume sallallahu alisema, mwenye kuuza na kununua wana hiari ya kusitisha biashara yao, yani biashara ambayo wamepanga, wana hiari ya kusitisha mpaka waagane.
maadamu wako pamoja wanaweza kusitisha, lakini pale walipoagana basi swala hilo litakuwa limekwisha. kama walitumia ukweli katika biashara na walieleza mambo yaliyo wazi, basi baraka itawekwa katika biashara yao, na kama walificha na walisema uongo, basi baraka ya biashara yao itatoweka, itaondoka. mizozo mingi ya kibiashara inafanywa kwa sababu ya mambo ya uongo, na kisha mwenyezi mungu hatii baraka katika biashara za watu wa namna hiyo. katika dunia wanapata madhara na pia wanakuwa watu wenye mazwambi kwa mungu na wanapata adhabu. kisha hat ibn umar anasimulia kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam alisema, mtu fulani anaposema uongo, malaika anakwenda mbali naye maili moja kwa sababu ya harufu mbaya ya kitendo chake. katika riwaya moja inapatikana hivi, hata abu huraira anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipita karibu na lundo la bidhaa, alitia mkono ndani yake na akahisi kuna unyevunyevu ndani yake. akamuuliza mwenye kufanya biashara kwamba unauza ngano au vitu hivi, ilikuwa mahindi au bidhaa nyingine. mtume alisema kwamba kuna nini ndani yake. alisema, ya rasulullah, mvua ilikuwa imenyesha juu yake. mtume alisema kwamba kwa nini hukuweka wazi na hukutengeneza katika malundu mawili? kwa nini umeficha? kama mvua ilikuwa imenyesha juu ya mazao yako ili watu wangeweza kuona, mtu aliyedanganya hatokani nami. wafanya biashara wanapaswa kuzingatia umakini huo, na hicho ni kiwango ambacho mtume alikuwa kitamani kuona kwa muislamu. lakini kwa bahati mbaya leo waislamu wamezalilika duniani kwa sababu ya biashara ya uongo na uongo. hivyo leo sisi ambao tukimwamini masihi maud alaihissalatu wassalam, tunatangaza kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. hivyo katika kauli na amali yetu kunapaswa kuwa kiwango cha juu cha ukweli, la sivyo mtume alisema kwamba kama hamna sifa hiyo basi hamtokani nami, hamhusiki nami. kisha kuna nasaha chungu nzima na miongozo aliitoa ili kushika ukweli, na alisema kwamba mtu huyo hawezi kuwa muislamu mkweli mpaka afuate ukweli kwa 100%. kwa mujibu wa sera na mwenendo wake, ningependa kuweka mbeleno baadhi ya maelezo. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kusema ukweli na kuwa mwaminifu na mkweli alikuwa mashuhuri kama mwaminifu na amin kwa watu. mwandishi mmoja ameandika kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja katika zama ya ujahilia, na kabla yake hakuwafikia watu mwonyaji. katika kaumu yake nabii alikuwa hakuja. kabla yake watu walikuwa wakiabudu masanamu. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejaaliwa busara na hikima katika utoto wake, ilhali alikuwa anaishi katika mazingira yale yale, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakuelekea kuabudu sanamu lolote wala hakushiriki katika sherehe yao. uongo haukusikika kutoka kwake. watu walikuwa wakimchukulia kuwa mtu mwaminifu, mkweli, mwenye huruma na mpole sana. bali katika riwaya inapatikana kwamba kabla ya islam, hata katika zama ya ujahilia, watu walikuwa wakija kwa mtume saa salam ili kupata hukumu kutoka kwake. hata musleh maud akieleza jambo hili ameeleza kwamba kuhusu hulka zake tukufu, ushahidi wa ujumla ni ule uliotolewa na kaumu yake, kwamba hata kabla ya madai ya utume wake kaumu yake ilimpatia jina la amina sidik. katika dunia wanakwepo watu wengi ambao ushahidi haupatikani kuhusu hiana yao. wanakwepo watu ambao hawapati nafasi ya kukabiliana na majaribio makali, wanapita majaribio ya kawaida na uaminifu wao unabaki. lakini pamoja na hayo kaumu yao haiwapi jina makhsus, kwani
majina makhsus yanatolewa muda ambapo mtu katika sifa fulani makhsus anawashinda watu wote wengine. kila askari anayeshiriki vita anajitia kwenye hatari, lakini kaumu ya kizungu haiwapi kila askari tuzo ya Victoria Cross, wala kaumu ya kijerumani inawapa kila askari tuzo ya Orient Cross. katika Ufaransa wapo wasomi wengi, lakini kila moja hapatiwi tuzo ya Legion of Honor. hivyo mtu kama ni mwaminifu na mkweli katika kaumu haiangazi azma yake na daraja yake, lakini kaumu nzima inapompatia mtu fulani lakabu ya Amina Siddiq ni jambo kubwa sana. ikiwa watu wa Makka kwenye kila kizazi walikuwa wanampatia mtu fulani lakabu ya Amina Siddiq, hata hivyo mwenye kupata lakabu hiyo angefahamika kuwa mtu mkubwa sana. lakini historia ya Uarabuni inatuambia kwamba katika Uarabuni watu walikuwa hawampati mtu yote lakabu hiyo. katika historia ya miaka mamia ya Uarabuni ni mfano mmoja tu unaopatikana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kaumu yake ilimpatia lakabu ya Amina Siddiq. hivyo jambo hili linatuambia kwamba amana yake, uaminifu wake na ukweli wake ulikuwa na daraja tukufu na kubwa, hadi mifano yake katika elimu ya Waarabu ulikuwa haupatikani kwa mtu yote mwingine. Waarabu walikuwa maarufu kwa mujibu wa busara yao, hivyo kitu ambacho wakikitaja kuwa nadra kwa yakini inastahiki kuchukuliwa kuwa nadra katika dunia. Masihi Maud anasema kwamba leo hali ya dunia imekuwa tete. muone kwa namna yote mashahidi wa uongo wanatengenezwa. kujenga kesi za uongo si jambo kubwa sana. vyeti vya uongo vinatengenezwa. wakieleza jambo fulani wataeleza bila ukweli. kama wanapata faida basi wataacha ukweli na watasema uongo. mtu aende kuwauliza watu hawa ambao wanaona kwamba hakuna haja ya silsila mpya, kwamba je, hii ilikuwa ni dini ya Islam? anasema kwamba kama nimeanzisha jumuiya nimeanzisha ili kustawisha ukweli. nendeni mkawaulize kwamba hii ndiyo dini ambayo Mtume Muhammad alikuwa ameileta. Mungu alikuwa ameitaja uongo kuwa najisi, kwamba mujiepushe nayo. ijtanibu rijsa min al awsane wajtanibu qawla zur. Mwenyezi Mungu ameunganisha uongo pamoja na ibada ya masanamu, kama ambavyo mtu mpumbavu akimwacha Mungu anainama mbele ya jiwe. maana yake ndiyo hii kwamba nini mujiepusha na najasi hii, kwani huo ni uasi mkubwa sana. na kusema uongo ni kama ambavyo mmejiingiza kwenye najisi na katika mambo mabaya. hivyo alisema kwamba ibada ya masanamu ni kazi mbaya, ni najisi, na Mwenyezi Mungu ameunganisha uongo pamoja na ibada ya masanamu, kama ambavyo mtu mpumbavu akimwacha Mungu anainama mbele ya jiwe, vivyo hivyo mtu akiacha ukweli na uaminifu anaufanya uongo kuwa sanamu lake. ndio maana Mwenyezi Mungu ameunganisha kwa pamoja mada hii kwamba mujiepushe na ibada ya masanamu, kwani hiyo ni zambi kubwa sana, na kusema uongo pia ni zambi iliyo sawa na hiyo. na alisema kwamba kama ambavyo mwenye kufanya ibada ya sanamu anataka kupata wokovu kwa kupitia sanamu lake, mwenye kusema uongo pia anataka kupata wokovu kwa kupitia uongo wake. wakiulizwa kwamba kwa nini wanafanya hivyo na wanaambiwa kwamba wajiepushe na najisi hii, wanasema kwamba kivipi tuiache, bila hiyo hatuwezi kuishi. yani najisi hii wanapoulizwa na wanapoambiwa kwamba waache, wanasema kwamba hatuwezi kuishi, tunalazimika kusema uongo ili kujipatia faida. alisema kwamba kutakuwa na bahati mbaya zaidi kuliko hiyo, kwamba wao wanaona kwamba maisha yao yanautegemea uongo, lakini mimi nawahakikishieni kwamba ukweli ndio unaofanikiwa na humo kuna ushindi na ufaulu. akieleza sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Musleh Maud ameandika sehemu moja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam
anakuja kumwambia mkewe kwamba nimepokea wahi. Mke wake hasemi kwamba umeanza kupanga mpango gani, bali anamwambia kwamba usiwe na wasiwasi, yale uliyoona umeona sawa. Mwenyezi mungu hawezi kukupoteza, kwani wewe unahurumia kwa watu, unavumilia na unabeba mzigo wa watu maskini, unastawisha mema zilizopotea. Ni wewe ni mkarimu na unaisaidia haki, unasaidia ukweli na haki. Kisha mkewe anampeleka kwa ndugu yake Warka bin Nofal ambaye alikuwa ulamaa wa elimu ya Kiisraeli. Ye anasema kwamba huo ni wahi ambao alikuwa amepokea Musa, na katika wahi maamrisho yanapatikana kama ambavyo yalikuwa yakipatikana katika wahi wa Musa. Kisha ameandika, anaeleza ushahidi. Nimekushaeleza katika hutuba iliyopita. Kisha anatoa ushahidi mwingine, huu ulikuwa ni wa kwanza wa Warka bin Nofal. Kisha anatoa ushahidi mwingine kwamba katika nyumba yake alikuwepo binamu yake ambaye alikuwa kijana, anaweza kuwa njia nzuri ya mahubiri kwa vijana. Huyu anaposikiliza ndugu yake na mke wake wakizungumzia jambo fulani, anakuja mbele na anasema kwamba mimi pia nina yakini kwamba wewe ni mkweli, na bila shaka mungu ameeleza na ameongea pamoja nawe na amekutuma ili kuirekebisha dunia. Kisha anatoa ushahidi wa mtumwa mwingine aliyeachwa huru, ambaye akiwindwa na hulka zake na akimwacha wazazi wake alikuwa ameketi kwenye kizingiti chake. Yeye anaposikiliza mambo yake na anaona alama za wasiwasi juu ya uso wa kiongozi wake, anasonga mbele na anashika mkono wake na anasema, ewe kiongozi wangu, huo utakuwa ukweli ambao umeuona. Kudra haiwezi kukudanganya, wewe ni mtu mkweli. Kivipi kudra inaweza kukudanganya? Sasa muda umewadia kwamba kwa kupitia mikono yako dunia irekebishwe. Nijalie nafasi ya kukaa pamoja nawe na nipatie ruksa. Kisha kuna rafiki yake Hamimu na ni ushahidi wake, kana kwamba ni marafiki waliolelewa kwa pamoja. Anaposikiliza kwamba rafiki yake ameanza kuzungumzia mambo mbalimbali na watu wanasema kwamba labda amekuwa mwenda wazimu, anaenda kwake na anabisha hodi na anamuuliza kwamba yale niliyosikia je ni ukweli. Mtume anapoanza kumwambia maelezo anasema, wallahi usinipe hoja na dalili, niambie kwamba je hayo ni ya kweli. Na anaposema kwamba ni kweli anasema, ewe rafiki yangu Hamimu, mimi naamini utume wako, mimi nimeona ukweli wako kiasi hiki kwamba sina haja ya dalili wala hoja. Kisha Abubakar alisema kwamba ewe rafiki yangu, mtu ambaye awe ameona uso wako kivipi anaweza kupata mashaka kwenye mambo yako? Hakuna shaka ndani yake kwamba upinzani ungetakiwa kutokea, kwani kwa mujibu wa kauli ya Warka bin Nofal, lam yati rajulun qattu bimisla ma jita bihi illa uzia, yani mtu alileta ujumbe huu hakuweza kuepukana na uadui wa watu. Lakini muone mpango wa mungu kwamba kabla ya kutokea kwa tufani hii ya upinzani na uadui, namna ambavyo mwenyezi mungu alimjalia marafiki. Katika watu wa Makka alikuwepo ulama mmoja tu wa elimu ya Kiisraeli. Huyu pia alimwamini. Mke wake Bi Khadija aliposikia wahi alimwamini. Ndugu yake Ali ambaye muda wote alikuwa anashuhudia hulka zake tukufu alianza kujitolea huduma zake. Mtumwa wake Zaid ambaye alikuwa ameona huruma yake na usaidizi wake kwa watu maskini alianza kula viapo vya ukweli wake. Rafiki yake Hamimu Abubakar kwa kusikia tu dai lake alikuja kumwamini na akawa mtumishi wake. Manzari hii ya ikhilasi isiyo na mifano itakuwa imeleta furaha katika moyo wake,
na kwa kusikia maelezo ya watu wa maka atakuwa akitabasamu na atakuwa anasema kwamba hiyo ni fatwa yenu, kwamba nini hamnijui, mnasema kwamba mimi ni mchawi na mimi ni fulani na fulani. Sasa muone fatwa hii ambayo imetolewa na wale wanaonijua. Wao kwa kujitolea uhai wao wamekuja kusimama kulia kwangu na kushuta kwangu. Musa akiomba dua alikuwa ameomba waziri moja mwenye kumsaidia. Hapo anaeleza malinganisho baina ya masahaba wa Musa na masahaba wa Mtume saa salam. Ndio maana ametoa mfano wa Musa kwamba Musa akiomba dua alikuwa amemwomba waziri moja ili kumsaidia, lakini Mwenyezi Mungu alimjalia Muhammad saa salam mawaziri 5 bila yeye kuomba, na mawaziri ambao walipita katika ukamilifu katika kubeba mzigo wake. Warka bila shaka alikufa mapema, lakini akatoa ushahidi usiofutwa. Hata Khadija kwa miaka 12 alionyesha kazi kubwa hadi watu wa shujaa pia hawezi kufanya. Zaid pia akaonyesha mfano kwa miaka 20, na kisha akimwaga damu yake chini ya panga akathibitisha kwamba mawaziri wa Muhammad wanapaswa kuwa watu wa namna gani. Abubakar na Ali pia hata baada ya kifo chake waliendelea kubaki na wakawa makhalifa, wakatoa ushahidi wa uwaziri katika rangi mpya. Kisha akieleza mfano wake sehemu moja anasema kwamba katika hoja za ukweli wa mtu mwaminifu na mkweli, hoja moja yenye shani ni nafsi yake, ambayo inasema kwa kupiga kelele, inawaambia wapinzani na maadui, inawaambia watu wanajua na wasiomjua, inawaambia marafiki zake na wale ambao wanajua siri zake kwamba muone, na kabla ya kuniita kuwa mwongo mufikiri kwamba je, mnaweza kuniita kuwa mwongo? Je, kwa kuniita kuwa mwongo hamtapoteza mbinu ambazo kwa kutumia kwazo mnataka kujua uhakika wa kitu fulani? Na je, kwa kuniita kuwa mzushi hamtaona kwamba milango yenu itafungwa, ambao kwa kupita milango hii mnafikia shabaha fulani? Kila kitu cha dunia kinahitaji ufululizo. Wema pia kwa kuacha hatua za katikati hauwezi kufikia kilele chake, na ubaya pia hauwezi kufikia kilele chake. Kisha kivipi inaweza kutokea kwamba mwenye kukimbilia magharibi ajikute upande wa mashariki? Hiyo haiwezi kutokea, kwamba anakimbilia upande wa magharibi na afike upande mwingine, na akienda upande wa kusini ajikute upande wa kaskazini. Alisema kwamba nimeishi maisha yangu yote kati yenu, nilikuwa mtu mdogo nikalelewa kati yenu, nilikuwa kijana na kisha nikapata uzee katika mikono yenu. Nini ni mashahidi juu ya maisha yangu? Kazi yangu yote haikufichika juu yenu wala kauli yangu yoyote. Kisha yupo mmoja wenu awezaye kusema kwamba nimewahi kusema uongo? Mtume sasa anawatangazia akisema kwamba je, yupo mmoja wenu awezaye kusema kwamba nimewahi kusema uongo, au nimefanya zulma, au nimewadanganya watu, au nimenianganya haki zao, au nimejaribu kujipatia utawala na serikali? Kwenye kila medani mlinijaribu, na kwenye kila hali mkanijaribu, na daima mliona kwamba nilikuwa kwenye njia iliyonyoka, na mliona kwamba mimi sikuwa na upungufu wote, hadi nikapata lakabu ya amin na swadik kutoka marafiki zangu na adui zangu. Sasa kisha ni jambo gani kwamba hadi jana jioni nilikuwa mwaminifu, nilikuwa mkweli, nilikuwa mbali na uongo, nilikuwa mbali na uongo na nilikuwa juu ya ukweli, bali ukweli ulikuwa unajivunia juu yangu, na mlikuwa mnaniamini kwenye kila swala, na mlikuwa mnakubali kila kauli yangu. Lakini katika siku moja tu mabadiliko yametokea kwamba nimekuwa mtu mbaya. Kwa dai moja tu nilikuwa sikutunga uongo juu ya watu, sasa nimeanza kutunga uongo juu ya Mungu.
sasa je mnaweza kupata mfano wote wa aina hii katika kanuni ya kudra kama lingekuwa jambo la siku moja mbili mungeweza kusema kwamba amejifanya kuwa hivyo lingekuwa swala la miaka miwili mngesema kwamba ameshika njia hii ili kutudanganya lakini nimepitisha umri wangu wote kati yenu mliona utoto wangu mkashuhudia ujana wangu na sasa uzee umeanza nini umeona uzee wangu sasa je ilikuwa yumkin kwamba ningeweza kujifanya hivi katika zama ya utoto mtoto anapokuwa hana habari ya mabaya na mazuri kivipi niliweza kujitengeneza kwa njia hii na ujana ambao ni ujana kivipi nilificha hali yangu ya uzushi mufikiri kwamba nani alifanya hivyo na lini nikafanya hivyo na kama baada ya kutafakari mnakuta maisha yangu yasiyo na madoa bali mukute kwamba mimi ni mfano wa wema na mfano wa ukweli basi kwa kuona jua msitangaze kwamba usiku umewadia mchana umetoka msiseme kwamba ni usiku muone mambo yangu ni wazi misili ya jua na katika uwepo wa nuru msipate mashaka kuhusu giza je mnahitaji hoja yoyote zidi ya nafsi yangu ni hoja kubwa sana na je mnahitaji hoja na dalili nyingine zaidi ya maisha yangu kila kitu ni mbele yenu kisha mnasema kwamba utupatie hoja nafsi yangu ni shahidi na maisha yangu ni shahidi kama kila mmoja wenu aone hali yake basi moyo wake na kichwa yake kitatoa ushahidi kwamba ana ukweli na ukweli unajivunia juu yake na yeye anajivunia ukweli wake ili kuthibitisha ukweli wake hahitaji vitu vingine mfano wake ni kama upatikanaji wa jua yani kutoka kwa jua ni dalili ya uwepo wake hiyo ndiyo dalili yenye nguvu ambayo ilimvutia abubakar na ndiyo dalili yenye nguvu ambayo daima inavutia mioyo ya watu wenye kupenda ukweli mtume salallahu alaihi wasallam alipodai wakati ule abubakar alikuwa katika nyumba ya rafiki yake moja huko alisikia kutoka kwa mjakazi moja mjakazi akampatia taarifa kwamba mke wa rafiki yake anasema kwamba mume wake amekuwa nabii kama ambao watu wanasema kwamba musa alikuwa nabii wakati ule aliinuka na akaenda katika nyumba ya mtume saa salam na akamuuliza kwamba je umesema hayo kwamba mimi ni mtume wa allah abubakar aliposikia mtume alisema kwamba ndiyo mimi ni mtume wa allah abubakar kwa kusikia jambo hili alikubali dai lake hivyo mtume salam kuhusu imani yake alikuwa anasema kwamba mimi nilipomwita mtu fulani upande wa islam nikahisi kiherehere na wasiwasi kutoka kwake lakini nilipoweka mbele ya abubakar ujumbe wa islam huyu hakutikisa bali alikubali islam hicho kilikuwa kitu gani ambacho kilimfanya abubakar kukubali islam bila kuona nishani yoyote hiyo ilikuwa ni nafsi ya mtume salallahu alaihi wasallam ambayo ilikuwa shahidi juu ya ukweli wake na nimekusha eleza kuhusu khadija hat ali na zaid bin haris wote walikuwa mashahidi na walimkubali kwa kuona ukweli wake ilmuradi hoja ya kwanza ya ukweli wa nabii inakuwa ni nafsi yake ambayo inakuwa shahidi juu ya ukweli wake na ushahidi wake unakuwa ni wa aina yake kwamba katika uwepo wake mtu hahitaji muujiza wote mwingine hatmasihi maud anasema kwamba inathibitika kutoka kwa kalamu ya mungu kwamba wacha mungu ni wale ambao wanaishi maisha ya unyenyekevu wao hawaongei mambo yenye kibri maongezi yao yanakuwa ya aina yake kama ambavyo mtu mdogo anaongea na mtu mkubwa sisi yatupasa kushika kila njia ambayo itusaidie kupata ufaulu mwenyezi mungu anahitaji uchamungu uliohalisika atakayeshika uchamungu huu atafikia daraja kubwa sana mtume salallahu alaihi wasallam na hata ibrahim alaihi salam hawakupata heshima kwa kupitia urisi wote japo ni imani yetu kwamba baba wa mtume saa salam abdullah hakuwa mshirikina
watu wanauliza swali hapo jibu lao limepatikana. Alisema hii ni imani yetu kwamba yeye hakuwa mshirikina, lakini huyu hakumpatia utume. Hii ilikuwa ni fadhili ya Mungu ambayo ilipatikana kwa kupitia asili yake. Ibrahim alayhi salam ambaye alikuwa abul anbiya, yeye pia hakusita katika swala la kumchinja mwanaye, mwenyewe pia alitupwa motoni. Anasema kwamba muone unyofu na ukweli wa kiongozi wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye alipambana na kila mpango mbaya, akavumilia shida na mateso ya aina aina, lakini hakuyajali. Huo ulikuwa ni unyofu wake na ukweli wake ambao kwa sababu yake Mwenyezi Mungu akamjalia. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu alisema kwamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hakika Allah na malaika wake humrehemu mtume, eni mlioamini msalieni mtume na muombeni amani. Kutoka aya hiyo inazwihiri na inathibitika kwamba matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ya aina yake, kwamba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kueleza hali ya matendo hakuchagua neno makhsus. Angeweza kupata maneno lakini hakuyatumia. Yani kusifu amali zake kulikuwa nje ya mipaka, hatuwezi kuweka kwenye mipaka. Na aya ya namna hii hakuitumia katika shani ya nabii yote mwingine. Kwenye roho yake ilikwepo ukweli na unyofu, na matendo yake Mwenyezi Mungu alikuwa ameyapenda kiasi hiki kwamba alitoa amri kwamba siku za usoni watu wamsalie ili kutoa shukurani. Hima na ukweli wake ulikuwa ndio huu kwamba tukiona hatuwezi kupata mfano wake. Hata muone muda wa Masihi, zama ya Masihi, kwamba hima yake na ukweli wake wa kiroho namna ulioleta athari kwa wafuasi wake. Kila mmoja anaweza kufahamu kwamba kumrekebisha mtu mbaya ni mushkil kiasi gani. Yani tabia inapoimarika sasa kuirekebisha ni mushkil sana, lakini nabii wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliwarekebisha maelfu ya wanadamu ambao walikuwa wabaya zaidi kuliko wanyama. Baadhi yao walikuwa hawatofautishi kati ya mama na dada, walikuwa wanakula mali ya wayatima, walikuwa wanaabudu nyota, baadhi walikuwa madhaharia. Na kisiwa cha Uarabuni kilikuwa na dini za aina aina, na faida kubwa ilipatikana kwamba Qur'an tukufu ina mafundisho ya kila aina, na kila itikadi mbaya ambayo inaweza kupatikana duniani katika Qur'an tukufu mafundisho yake yanapatikana ili kuibatilisha. Hiyo ilikuwa ni hikma ya Mwenyezi Mungu kwamba alimtuma mtume sasa duniani, na katika zama hii ambapo ujahilia uliko umefikia kwenye kilele chake, na kisha yeye aliwafanya watu hawa wenye sifa ya wanyama kuwa wanadamu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wasallam innaka hamidu majid. Mwenyezi Mungu atujalie kufuata uswa na mfano wake mtukufu, na atujalie kufuata kwa mtukufu na amri zake, na atujalie kuongeza viwango vyetu vya ukweli. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر